zamani walikuwepo watu walioinuka dhidi ya mitume, wakainuka dhidi ya mtume Paulo, wakainuka dhidi ya mtume Yohana, na wakaanza kuwafundisha watu ya kwamba hapana, huyu Yesu wetu huyu, yeye hakuwa mwanadamu, alikuwa ni Mungu tu. Haleluya. Hao walikuwa ni makundi ya Gnostic, ya Madocist, walikuwa ni makundi ambayo ilimpenda Yesu nayo, lakini ilikataa umwana wa Yesu. Mwanifuata vizuri? Yani walikataa huyu Yesu sio mwana wana. Angekuwa ni mwanadamu, hangeweza kufanya ile miujiza. Angekuwa yani wakawa nasema kwamba hakuwa ni mwili, alikuwa ni roho ambaye tu aliigiza kuwa mwili. Kwa kuwa aliigiza, hakufa pia. Aliigiza kama alikufa, lakini hakufa. Haleluya. Nisomee tukachukua. Tunasoma Yohana wa kwanza. Ile sura yake ya 4. Sura yake ya 4. Tunaanza yake ya kwanza. Wapendwa, msiamini kila roho, bali jijaribuni hizo roho. Bali jaribuni kila roho ambayo inawatabiria. Muone kama zimetoka kwa Mungu. Ili mchunguze kama kweli imetoka kwa nani? Kwa Mungu. Mbinguni. Endelea. Kwa sababu manabii wengi wa uongo wametokea ulimwenguni. Manabii wengi wa uongo wametokea ulimwenguni. Yani walikuwa ni wengi siku hizo za mitume. Walinuka wengi ambao walikuja kuchafua injili. Tuende. Hivyo ndivyo mtakavyoweza kumtambua roho wa Mungu. Hivi ndivyo mtakavyoweza kumtambua roho wa Mungu wa kweli. Kila roho inakubali kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili. Alikuja katika mwili. Yatoka kwa Mungu. Yatoka kwa nani? Kwa Mungu. Kumbe Yesu alikuja katika mwili. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ndani ya mwili tunaambiwa mlikuwa nani? Kristo. Mlikuwa Mungu mzima. Kwa sasa unapaswa ujue, nitawezaje kutofautisha hizi kazi mbili hapa? Kwa sababu kazi moja ni ya msalaba na kazi nyingine ni ya utendakazi. Kazi ya ubinadamu anasikia, lakini Mungu anafanya ile kazi. Ndio maana Kristo anasema kwamba siye mimi ninayefanya hizi kazi, bali ni Baba aliyenituma. Bwana Yesu asifiwe sana. Baba ambaye aliomo ndani yangu ndiye anayefanya hizi kazi. Nenda kwenye Yohana mtumishi wa Bwana. Yohana sura ya 5 pale. Alafu taanza pale kwenye aya yake ya anza tu hata 39 pale. Amen. Kitabu cha Yohana sura yake ya 5. 39. Soma. Tunasoma katika jina la Bwana Yesu. Ndio. Nyinyi mnachunguza maandiko. Ninyi mko mnachunguza sana maandiko. Mjifunze kumhusu huyu Mungu. Amen. Mkizani ya kuwa ndani yake mna uzima wa milele. Mnadhani kwamba ndani ya hayo maandiko mna uzima wa nini? Wa milele. Kule tumeambiwa kwamba kupitia Yesu mwana wa Mungu sisi